Tunarudi Dar es Salaam, tunakuja kujiinda kwenye mechi 3 mfululizo baada kabla tuenda ligi ya mabingwa kule. Sasa hawa watatu hawa tunahakikisha anaacha shati, anaacha ndala kwa Yanga hii ambayo unaona kina Kangwanda anatupia, alafu tumeongeza mzigo mwingine pale wa blockbuster one message Aziz Ki. Ai bwana, ni hatari siku ya Alhamisi hapa na mwalimu hapa na Aziz Ki hapa na Kangwanda. Hiyo Alhamisi nani yule kosi? Mimi najua kosi na watoto Amudi shamba la Bwana Eli, mbuza Bwana Eli, pipa na mfuniko. Hiyo mechi anaenda kufa. Kwa hiyo mimi acha nicheke kwanza ligi kuu Tanzania. Wanasema shauri lile goli amepewa bwana na beki. Alimfuata akamwambia basi naomba uniachie basi nifunge. Unasema yani kapewa kapewa na nani kwanza? Yani kapewa beki na kwanza beki alisababisha shauri la fungo. Kwanza ngoja nikwambie, unajua kwanza mpira wa miguu watu hawajaelewa. Kuna one mistake one goal. Saalan, karibu mwana michezo, habari. Matumaini yangu umeamka salama na unaendelea poa kabisa. Na siku ya leo tuko na Mzoto. Mbona unaanza kucheka kabla hata sijakusalimia? Na furaha. Kwa nini nisiwe na furaha? Na hapo. Unajua kutoka Lindi mpaka Dar es Salaam afu unakwenda Lindi afu unarudi na mali. Unajua lazima ufly, lazima enjoy, lazima good life. Unaona kipande cha kutoka Dar mpaka Lindi. Unataka kujua mechi za mikoani ngumu, pigika. Kutoka Lindi mpaka Dar unaweza kusema unatoka mbinguni. Si swala la kitoto kaka. Alafu ni moja kati ya timu ambayo inatusumbuaga sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na Mungu kwenye msimu uliopita pale nyumbani kwake, unaambiwa dakika za jioni tumepata penalti pale. Lakini msimu huu nikasema ngoja nifunge safari, niende nikaucheke kule uwanja wa Majaliwa upoje. Lakini tulipokwenda hapa nikaona na Mungu hana maajabu yoyote, kumbe mnatumiaga mambo ya ukinyemba. Ila safari mwe mna ukinyemba, mwe mna nini? Safari tuna kina Shaurire, tuna kina Kangwanda. Angalia kwanza ile pila tulivyompigia pale, na Mungu anaambiwa kapiga shoot on target sijui mbili zile ndo moja akapata goli. Lakini unaangalia muda wote 45 za kwanza tunakwenda mapumziko, unaambia muda wote amejidefense tu. Tukamwambia hawa anasumbua mahakama hawa. Ila huko mbele wanaenda kutiwa kolokoloni tu. Mwisho siku amezuia ulimi ndala piani wameshachoka. Tukaanza kuwapelekea moto chuma cha kwanza, chuma cha pili, piani tumempa kibajaji pale. Tukasema namna hiyo. Na Mungu wenyewe kwanza anajua wenyewe kuna yule nani kocha wao Mgunda wale. Yaani wao wenyewe wamefika kwenye vyumba na ulizana ise hao na nje ni hatari. Kujidefense kote huko. Lakini bado wametupigia. Yule nani Mgunda sana kauli mbili anakuambia boli litembee. Lakini kaenda kukutana na Mangoba. Watu wamekutana na Pirani. Alafu uzuri wa Mangoba, wewe ukijidefense hakufuati. Au wewe ukiwa umechangamka sana hakufuati. Yana pila lile linaitwa la kitabuni. Tunaona hata mtoto wa Mudi tulivyocheza Zanzibar kule. Mtoto wa Mudi kajaribu kutumia energy kubwa za 45 za kwanza. Dakika 15 tu ulimi huu shachoka. Mangoba kawafungukia mpira wa kitabuni. Tukaanza kupigia kigoli. Sasa hata huyu nani Mgunda naye mwenyewe kaja na mpira kwenye defense. Anatafuta sare. Sasa unapotafuta sare mbele ya Yanga, unaweza kushikilia bomba au unapojidefense unaweza mcheza kupiana. Tumempa kibajaji kule wananchi hao, tuna point 3 muhimu. Sasa tunarudi Dar es Salaam, tunakuja kujiinda kwenye mechi 3 mfululizo baada kabla tuenda ligi ya mabingwa kule. Sasa hawa watatu hawa tunahakikisha anaacha shati, anaacha ndala kwa Yanga hii ambayo unaona kina Kangwanda anatupia, alafu tumeongeza mzigo mwingine pale wa blockbuster one message Aziz Ki. Ai bwana, ni hatari siku ya Alhamisi hapa na mwalimu hapa na Aziz Ki hapa na Kangwanda. Hiyo Alhamisi nani yule kosi? Mimi najua kosi na watoto Amudi shamba la Bwana Eli, mbuza Bwana Eli, pipa na mfuniko. Hiyo mechi anaenda kufa. Kwa hiyo mimi acha nicheke kwanza ligi kuu Tanzania. Wanasema shauri lile goli amepewa bwana na beki. Alimfuata akamwambia basi naomba uniachie basi nifunge. Unasema yani kapewa na nani kwanza? Yani kapewa beki na kwanza beki alisababisha shauri la fungo. Kwanza ngoja nikwambie, unajua kwanza mpira wa miguu watu hawajaelewa. Kuna one mistake one goal. Au wanakuambia beki pale amekosea. Unajua kwanza kwenda kumzuia Shaurire. Kwanza pale muda wote yule jamaa kana mshangaa Shaurire. Hilo la kwanza. Muda wote pale angekuwa na simu. Yaani angekuwa naomba hata picha pige selfie. Sasa hivi wewe Shaurire aenda akakutana na wale mabeki wa Namungo. Mali kutoka Mamelodi Sundowns ambao kwenye mechi za kimataifa anajua kucheza. Amekutana na Mama Pyramid, amekutana sijui na nani Wydad huko. Sasa leo Namungo. Kwa hiyo wanaongea maneno hao. Mimi najua toto la Mudi. Sasa mimi nashangaa. Pigike na Mungu. Unaumia mtoto wa Mudi. Why? Kwa nini? Ila kusahau kuumia kwa sababu wale na Mungu na watoto wa Mudi. Shamba la Bwana Eli, mbuza Bwana Eli. Haya tuseme basi mbona wao wameshindwa kupata goli nani ile. Chezaji lao leo linaopopoa mali. Dombi afundi la mpira. Mbona Dombi alikuwa anapata mali. Yeye na goli anapopoa nazi. Yeye na goli anapiga mabesela pale. Sasa
Unaona ule mpira aliofunga Shaulile, haya angepewa nani yule Dombia pale, yeye kwanza angepopoa mapela pale. Kwa hiyo anayezungumza maneno kwamba akapewa sijui ka goli sisi tumepewa, huyo kazidiwa, sisi nielewana. Yani mpaka mtu anakosea mpira, huyo kazidiwa. Muda wote yeye unaambiwa kwanza, wanachanganyikiwa kwanza, mpaka anafunga Shaulile pale talo shakalia pale. Kwa hiyo mtu kishafungwa kwanza unakuwa mtumwa muda wote. Sasa unakuwa mtumwa muda wote, wewe unawaza kwenda kusawazisha muda wote, unataka kusawazisha na uweze kuongeza uondoke na point 3 muhimu. Na ndio maana ukimwangalia hata Namungo kwenye 45 za kwanza unaona muda wote kajidefense tu, anatafuta sare, mwisho siku pia dakika 45 mpaka unaenda mapumziko, goma linasoma buibui pale. Wakawa na imani kwamba hii ngoma sare, lakini baada ya kupigika shachanganyikiwa. Na ndio maana ukiangalia baada ya kupigika kidogo akaanza kufunguka, lakini kabla hajapigika muda wote alikuwa amejidefense, lakini baada ya kuchapika wakaanza kufunguka. Kwa hiyo wanaosema mimi najua ni watoto wa Modi. Sasa waambieni tupe kapewa asipewe, lakini waambieni mpaka sasa hivi maji na mafuta shajitenga kule kwao Dombia. Mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu hana goli, ukija sijui nila ana goli, lakini Shaulile mpaka sasa hivi wiki ya Mwananchi katupia kwenye ligi kuu kule kumtoa nani kule Lindi kule zili ya Namungo katupia, ana chuma zake mbili. Haya, kati ya Shaulile na Dumbia nani kapigwa hapo? Maana Dumbia mpaka sasa hivi hana hata goli tangu alipofunga ile michuano ya Sekafa kule, hana hata goli muda, labda assist za kupopua mapela, assist za kugonga mabesela. Lakini ukizungumzia mali bana, Shaulile ni mali ujue. Sasa subiri siku Alhamisi kwanza, aka kamdomo kadomo kama wanachonga chonga watoto Modi, waambieni mwezi wa 10 sio mbali, tunakutana nao mwezi wa 10 hapa watamjua kwamba basi so anasema kule sijui yule beki kakosea kampa mali nani Shaulile, waambieni hata Kapombe siku tarehe 10 ya mwezi wa 10 na hata akosea tamgea mali nani Shaulile. Kwanza mtu ambaye hajui mpira unaweza ukapewa mali mtoto ukapopua mapela kama mbona yule alikuwa anapewa mali pale, unaambia anapopua mapela pale, hao anagonga bebesela yule Dombia yule. Mimi naweza kumuita ipe alochangamka. Ipe yule Dombia yule ni ipe mtupu, tofauti ni ipe alochangamka. Sasa mtu anayejua anajua tu, mtu ambaye hajui tu. Mtu unaweza kupewa mali, kwani wewe hujawahi kusikia mtu yeye na golikipa yeye na kipa anapopoa mapela anapiga nje kule. Sasa yule kapewa mpira katulia. Unajua ili uweze kufunga goli lazima mchezaji utulie. Kama unapapala watu wanakosaga penalti, wewe unafanya mchezo. Watu wanakosaga penalti kapopoa na au kagonga mabesela. Kwa sisi sasa tuongee na watoto wa Modi. Ligi kuu imeshaanza. Tuseme kila mmoja shinde zake. Umemwona Ibasegwe? Ibasegwe ni nani kwanza? Ni Ibasegwe mchezaji wa Simba jana akatoa assist 2. Na wana Yanga nasikia mnamtamani kweli kweli. Nani? Sisi labda nikwambie kitu. Yaani wachezaji wenyewe duniani au Tanzania wenyewe wanapenda kucheza klabu ya Yanga. Kwani wewe hujamuona nani bwana? Tusiende mbali bwana, hujamuona Selemani Mwalimu kule? Selemani Mwalimu kule Zanzibar kule alisemaje kule? Anakuambia katika maisha yake yote, yaani kama singecheza Yanga, anakuambia katika mafanikio ya mpira miguu, yaani wanasemaje watoto wa mjini, wanakuambia kwanza moyo wake usingelizia kabisa. Yaani wewe kwenda kucheza na kina Shaulile pale, wewe kwenda kucheza na kina Kangwanda pale, wewe angalia kwanza, mpaka sasa hivi hajacheza mchezo hata mmoja, lakini kavaa medali kule, sio nielewana sijui. Sasa yeye Mwalimu kimwangalia nyuso yake siku ile Zanzibar kule, mtu anaongea mpaka analia pale, yaani ana furaha mpaka ilopitiliza, sio nielewana. Kwa hiyo hata Ibasage, na ndio maana sasa hivi watoto mnawaambia acheni kuchonga, kwa sababu sisi tukiamua kule, so huyo Ibasage timu nzima ndio tukainunua ile, mpaka bosi wao Mudi tukamnunua vile vile. Mpaka sasa hivi unaona anachonga chonga tena. Tuliwaambia Selemani Mwalimu tunapita naye wakabisho. Huwezi kumchukua Selemani Mwalimu. Yule watu wamepita naye. Sasa waambieni wana bahati nani dirisha imefungwa. Lakini dirisha lingekuwa wazi, wangechonga. Wewe hujamuona engineer wakati anamnongoneza Chama kolokana hii, huyu anataka kuondoka tena na Chama tena. Kwa hiyo sisi watoto wa Mudi wale ni watoto wadogo sana. Sisi tukiamua kuwafanyia, sio wanajifanyaga ubaya ubwela. Sasa ubaya ubwela unaweza tukauchukua tukauweka pale kwambia sasa ndo ubaya ubwela. Au kwani wao waogopi kuchukuliwa Mwalimu? Kwa hiyo huyo Ibasage wenyewe wakichonga dirisha dogo, kesho kutwa linafunguliwa hapa kadirisha kadogodogo kale. Kakifungua tukaona na kamdomo unaopita naye. Kwani Ibasage atamani kuja kucheza na Shaulile pale? Yeye anatamani. Sisi tukiamua kuwafanyia umafia, tunafanyia umafia. Tukiamua kuwakaushia, tunawakaushia. Tukiamua kufanyia umafia, tunawafanyia umafia. Kwa hiyo sisi Ibasage tunamweka kwa tulie. Kwani yeye atamani kuja kucheza na kina Shaulile? Mzee, nasikia mzee Toporo mmemshindwa bwana Faisal Salumu Faitoto. Na baada ya Simba, maana mlikuwa mnaangalia peji ya Simba, kapostiwa
Mwisho wa siku hajapostiwa, nasikia mmeandaa hadi sherehe. Kwanza ukimwona mtu bado anachonga tena kwa maumivu aliyokula kwa Selemani Mwalimu, huyo naweza nikasema kichwa chake kimejaa maji au fuse zimekata kichwani. Kwa sababu hivi, ngoja nikuulize kitu kimoja ndugu yangu mwandishi wa habari. Hivi kati ya Shaulile na Faisali, wewe unaona mziki uko wapi? Mziki ulikuwa kwa Shaulile. Kwani hawa watoto zile tetezo wakati zinasikika za Yanga kumtaka Shaulile, si ndio hawa watoto wakasema Yanga hana uwezo kumbeba Shaulile, Shaulile hawezi kuja kuchezea klabu ya Yanga, kwanza atakuwa anajishushia hawa watoto hawa. Na siku ile tunamtambulisha Shaulile alikuwa amevaa jezi ya Mamelodi, mpaka akasema hizi ni kampeni. Tunaelewana, sijui Shaulile hawezi kuja Yanga hizo kampeni hizo, unaelewa. Lakini mwisho siku alivyotangazwa, alivyoletwa, wakasemaje? Oh, huyo mzee washabadilika tayari. Sasa hivi leo hii umchukue Shaulile alafu unamshindaje Faisali? Yaani wewe ununue nani ni V8. Yaani ushindwe kununua bajaji. Hivi jamani, hivi ndugu yangu hivi. Yaani ununue V8, ushindwe kununua bajaji. Sasa yule labda watu hawajaelewa. Yule Faisali bado mali ya Yanga. Faisali yule bado mali ya Yanga. Yaani yule tukiamua kumrejesha muda wowote na saa yoyote, si nielewana, sema tu, kwa sababu tumeacha kwanza endelee kutafuta maisha kule Azam, lakini tukiamua yani tumevimba hasa tena tuvimbia. Yaani angalia bajeti ya nani ya Shaulile. Unaambiwa ule mshahara wa mwezi mmoja tu wa Shaulile ni sawa sana bajeti nzima ya watoto wa muda 2026-27. Kwani kwanza mshahara wa Shaulile, narudia tena, mshahara wa Shaulile ni sawasawa na bajeti ya msimu mzima wa watoto wa Modi. Sasa kama nimemleta Shaulile, nashindwaje wewe Faisali? Wewe ukumbuke kipindi kile Faisali anataka kwenda kule, ilifungukaga lile sakata mpaka mama kaingiliaga. Mwisho jamani, mwacheni mtoto enda katafute maisha huko. Kwa Faisali ni mwana kondoo aliyopotea. Wewe walivyopigika watoto wa Mudi kule, wapi? Kule Zanzibar kule. Wewe hujamuona Faisali kwenye kurasa yake anacheka na tabasamu pale? Yaani ila anacheka. Hivi kweli wewe leo hii Faisali wewe muulize second chambers. Sio kwenye media, wewe mfuate muulize eti kati peke yake, wewe mfuate mwambie eti hivi, kwa mfano unataka kutoka Azamu kati ya Yanga na Simba, wewe unatamani kwenda wapi? Anakwambia bwana nirudi nyumbani. Yaani aende kule upande ule haka. Na ndio mimi niliwaambia. Na ndio maana hata wao tulivyomchukua Mwalimu, wao wenyewe akasema jamani, ili maumivu na sisi yatulie, kuna wachezaji wako wawili hapo. Kuna mchezaji Faisali utamrudisheni Simba, kuna mchezaji Pacome yupo hospitalini, yupo kwenye nani za Yanga, jalada za Yanga baada ya kuumia. Tukapambana. Wao mchukue Pacome, umchukua ukimchukua Pacome niitwe Bobby mimi, ukimchukua Faisali niitwe Bobby mimi. Kwa hiyo watoto wa Mudi sasa tuongee nao sana kaka. Faisali tukiamua muda wowote na saa yoyote tunambeba. Yaani mimi ninunue Range Rover nishindwe kununua bajaji kaka. Shaulile yule pale Yanga, Mwalimu yule pale Yanga. Nani alikuwa anategemea nani Mwalimu? Wewe ulikuwa na matarajio hao watoto wa Mudi walikuwa wanategemea Mwalimu safari angekuja Yanga? Wao wenyewe waulize vizuri. Waulize hivi, nyinyi mlikuwa mnategemea siku moja au mlikuwa mnategemea Mwalimu angeweza kuchezea Yanga? Wewe mtu mpaka akashatambulishwa, yupo mpaka kambini, watu wamekuja membeba umomo. Sasa nini sembuse wewe Faisali akaibu watombe razi. Shukrani, waache kamdomo. Mkileta kamdomo tunambeba na Ibasa Gay. Wakileta kamdomo? Mkileta kamdomo tunambeba na Ibasa Gay. Simmeleta kamdomo tumembeba Mwalimu. Sasa tulieni nyie tu kama maji hapo kwenye jaba. Mkitikisika, mimi ni daktari ujue, ninavyochoma sindano tulieni. Maana ukiendelea kutikisika, sindano sije kukatikia. Sasa chongeni tumbebe na Ibasa Gay. Kamdomo kata hapo.